Hallelujah. 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 Let us bless the Lord. Wacha tumbariki Bwana. Hallelujah. Hallelujah. What a mighty new year Ni mwaka mpya mkuu kiasi gani we have begun, ambao tumeuanza. and what a mighty way to begin the new year. Na njia gani kuu hii ya kuanza mwaka mpya. Thank you. Asante. I know that there are people watching this through the LCD in the overflow. Najua kuna watu ambao wanatazama haya kupitia LCD kule kwenye ufuriko. Thank you. Asante. Thank you very much. I heard them. Thank you very much. Asanteni sana, nimewasikia. Hallelujah. Hallelujah. Now today, Sasa leo, the new day siku mpya of the new year. ya mwaka mpya. I spoke here as we turned over into the new year. Na linena hapa tulipovuka kuingia kwenye mwaka mpya. And in what I said before that prayer, Na kwa kile nilichosema kabla lile ombi, and during that prayer, na katika ombi lile, is that this year, ni kwamba mwaka huu, it is my prayer ni ombi langu, that revival, ya kwamba uvuvio, this massive revival, uvuvio huu mkuu sana, will visit the many nations that I see here. utatembelea mataifa mengi ninayoyaona hapa. Hallelujah. Hallelujah. Because the Lord is willing. Kwa sababu Bwana ana hiari. He's willing to visit your nations, but your heart. Ana hiari ya kutembelea mataifa yenu, lakini mioyo yenu. That your heart may be ready. Ili kwamba mioyo yenu iwe tayari. I want to share a very important message tonight. Nataka kushiriki ujumbe wa muhimu sana usiku wa leo. I'll describe the vision here. Nitaelezea maono hayo hapa. And then I'll walk you very slowly into the understanding. Kisha baadaye niwatembezeni pole pole katika kuelewa. On what the Lord is saying. Kwa kile ambacho Bwana anasema. So I'm going to describe a vision here. Basi, ninaenda kuelezea maono hapa. And then I'll be able to give you the revelation. Kisha baadaye nitawapeeni ufunuo. And so, Basi, it was on the 3rd of May, ilikuwa tarehe 3 ya mwezi wa 5, the year 2007. mwaka 2007. And I use that Na ninatumia haya because I want to help you kwa sababu nataka kuwasaidieni appreciate ili muweze kushukuru how much time has gone in this conversation. ni muda upi kwa mazungumzo haya. And I know there are people watching in their homes in the millions. Ninajua kwamba kuna watu wengi ambao wanatazama katika nyumba zao kwa mamilioni. This is important. Hii ni ya muhimu. 3rd of May, Tarehe 3 Mei 2007, mwaka 2007, while I was in India, nikiwa katika nchi ya India, took this announcement to India nikipeleka tangazo hili kule India, that behold, this is the hour tazama hii ndiyo saa to return to the Lord ya kurejea kwa Bwana in absolute holiness, katika utakatifu kamilifu, to surrender na kujisalimisha to the righteousness of the Lord. kwa uhaki wa Bwana. While in Hyderabad, Nikiwa kule Hyderabad doing that, nikifanya hayo, then that night of 3rd of May, basi usiku huo wa tarehe 3 ya Mei, the Lord, the God of our Lord Jesus, Mungu Bwana wa Bwana wetu Yesu, He came to speak with me akaja kuninenea about the coming of the Messiah. kuhusu kuja kwa Masihi. And I'm going to describe every detail here.
nami naenda kueleza hata vilindi sasa of that conversation. ya mazungumzo hayo. In that vision, Katika maono hayo, I was staring at the thick, dark sky. nilikuwa nikitazama anga jeusi kabisa, The pitch darkness that had covered the sky. giza tororo ambayo ilikuwa imefunika anga. And as I was looking at the pitch darkness that covered the sky, Nilipokuwa nikitazama giza hilo ambalo limekuwa limefunika anga, then all of a sudden, basi ghafla bin fu, heaven opened. mbingu zikafunguka. Heaven opened Mbingu zikafunguka into the thick, dark sky. katikati ya lile giza, anga ambayo ilikuwa na giza. And when heaven opened, Na wakati mbingu lilifunguka, I saw the glory of the Lord beginning to descend from heaven. nikauona utukufu wa Bwana ukianza kushuka toka mbinguni In clusters. katika viwango. First cluster, Mafungo ya kwanza, a second cluster. fungo cha pili, And when the glory was coming out na wakati utukufu ulikuwa ukitoka nje, through the entrance that was open, ukiingia kwenye kiingilio kilichokuwa wazi, the glory of the Lord utukufu wa Bwana was beginning to transform the darkness of the sky. ukaanza kugeuza uweusi wa anga, Giza, giza la anga, the darkness of the sky. lile giza la anga. And then, Kisha all of a sudden, ghafla bin fu, a huge golden clock. saa kubwa mno ya kidhahabu, And if you focus on me, you will see how it was done. na ukiniangalia na unilenge utaona jinsi ilivyofanywa. Was lowered into the sky like this, like this, like this. Iliteremushwa katoka anga hivyo. Again, Tena a huge golden clock saa kubwa ya kidhahabu from heaven toka mbinguni was lowered like this into the sky. ilishushwa hivi toka mbinguni. And when I looked at the reddish brown gold, Na nilipotazama ile dhahabu ya wekundu, dhahabu ile very expensive gold, dhahabu ile ya dhamana sana, ile ya gharama ya juu, reddish brown gold ambayo ni dhahabu ya kinyekundu that was used to make to build the clock. iliyotumiwa kutengeneza ile saa. It was awesome, Ilikuwa ya kushangaza, a sight to behold. mahali pa kutazamia. But Lakini when I looked at the face of the clock, nilipotazama ile saa, then I was shocked. basi nikashtuka. And you know Na wajua that the reason the Lord speaks with his prophets in the dream ya kwamba sababu ambayo Bwana ananena na nabii wake katika ndoto is because ni kwa sababu he arrests you. ni kwamba anawateka nyara. Then if you panic, Kisha utakaposhtuka, kwa hivyo ukishtuka, kwa hivyo ukishtuka, so if you panic, kwa hivyo ukishtuka, it is the Lord that has caused you to panic. basi ni Bwana amekusababisha ushtuke. So I panicked Basi nikashtuka when I looked at the face of the huge golden clock in the sky. nilipotazama uso wa saa ya dhahabu iliyoko angani. Why? Kwa nini? Because when I looked at the minute hand Ni kwa sababu nilipouona mkono wa dakika and the hour hand, na mkono wa saa. I am glad this message is coming at this time of the night. Ninafurahi ya kwamba ujumbe huu unakuja katika saa hii ya usiku. When I looked at the minute hand Nilipouona mkono wa dakika and the hour hand, na mkono wa saa,
then I panicked basi nikashtuka because I realized kwa sababu niligundua it was 1 minute to midnight. ilikuwa imesalia dakika moja saa 6 ya usiku ifike. However, Lakini hata hivyo, when I looked at the red, longer second hand, nilipoangalia mkono mrefu wa nyekundu wa sekunde, it was moving so fast. So fast. ulikuwa ukikimbia sana kwa haraka sana. That is what made me panic. Basi hicho ndicho kilichonisababisha kushtuka, Because in that vision, kwa sababu katika maono hayo the Lord made me know Bwana alinisababisha nijue that when it strikes midnight, ya kwamba ifikiapo saa 6 ya usiku the Messiah comes. Masihi anakuja. So I panicked. Basi nikashtuka. And then, Kisha the second part of this vision, sehemu ya pili ya maono haya, the huge golden clock in the sky, saa kubwa ya kidhahabu angani, a cloud came wingu likaja and covered half of the clock. na likafunika nusu ya saa ile, The lower half nusu ya chini of the clock. ya saa ile. So a cloud covered the lower half, Basi wingu likafunika nusu ya ile saa, and so there was the upper half. basi kukawa na nusu ya juu. But the upper half Lakini nusu ya juu now turned from a clock basi ikageuka toka kwa saa, and became a huge writing across the sky. ikageuka kuwa andiko kubwa sana katika anga. And when I looked at the writing in the sky, Na nilipotazama maandishi yale angani, this is how it was written. hivi ndivyo ilivyoandikwa. There was the first semicircle, the upper one, Kulikuwa na mduara nusu ya juu, the larger writings, maandishi makubwa, and then the lower one, kisha maandishi ya chini, the smaller writings. maandishi madogo. And both of them were in capital letters. Na yote yalikuwa yameandikwa kwenye herufi kubwa. And then, Kisha when I read the upper one, niliposoma maandishi ya juu, now the writing in the sky, basi maandishi angani, the upper one said, maandishi ya juu yalisema Jesus of Nazareth. Yesu wa Nazareti. The lower one said, Ya chini yakasema is coming. anakuja. Hallelujah. Haleluya. And then I woke up. Kisha nikaamuka. That is where I want to begin tonight. Hapo ndipo nataka kuanzia usiku wa leo, For tonight's message. kwa ajili ya ujumbe wa usiku wa leo. What is the Lord saying Je, Bwana anasema nini to the church of Christ, kwa kanisa la Kristo, to the body of Christ, kwa mwili wa Kristo, to the nations, kwa mataifa, through this tremendous vision pitia maono haya ya kutisha, the vision of the midnight hour? maono ya saa 6 ya usiku? So what is the Lord saying Basi Bwana anasema nini to the nations kwa mataifa, through this tremendous, spectacular vision pitia maono haya ya ajabu of the midnight hour? ya saa 6 ya usiku? Hallelujah. Haleluya. That is where we are beginning tonight. Hapo ndipo tunaenda kuanzia usiku wa leo. Listen to me, precious people. Nisikizeni watu wa dhamani. Before Kabla we go deep into this, hatujaingia kwenye vilindi vya haya, I want to say a few things nataka kusema mambo machache before you are hearing. kabla mjasikia. Number one, Ya kwanza, every time the Lord speaks, kila mara Bwana anenapo he must rebuke sin. lazima akemee dhambi. Welcome to the kingdom of God. Karibu kwa ufalme wa Mungu. Every time the Lord speaks, I'm saying, Kila mara Bwana anenapo nasema he must centralize
the holiness of God in the church. lazima aweke unyeti wa Roho Mtakatifu kwa kanisa. There are many points I've given them here and there. Kuna alama nyingi ambazo napeana hapa na pale. However, Lakini hata hivyo, every time it is 1 minute to midnight, kila mara ifikiapo dakika moja ifike saa 6 usiku, it means yamaanisha that the whole day is gone. ya kwamba siku ile nzee imeenda. And behold, the new day has arrived. Na tazama, siku mpya imewadia. However, Lakini hata hivyo, why would the Lord speak with me about the midnight hour? ni kwa nini Bwana anene nami kuhusu saa 6 ya usiku? Especially that Hasa sana kwamba the Bible says Biblia inasema nobody knows the day or the hour. hakuna ajuaye siku wala saa. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Je, tuko pamoja? The Bible says Biblia inasema nobody knows the day or the hour. hakuna ajuaye siku wala saa, Not even the angels, not the Messiah. hata si malaika wala Masihi. And yet he's showing me Ili hali ananionyesha the time in heaven. saa ya mbinguni. The Lord definitely knew Bwana hakika alijua that right now, ya kwamba sasa hivi, even if he said 1 minute to midnight in heaven, hata akisema imesalia dakika moja saa 6 usiku ifike mbinguni, there is no magic formula, hakuna ile mfano ama mtindo wa kufananisha. formula. Hakuna vile, Hakuna vile, there is no way hakuna vile you can translate that unaweza tafsiri hayo into 10 years, 10 days, 10 weeks, 10 months. There is no way. kwa miaka 10, siku 10, wiki 10 ama miezi 10. Hakuna jinsi waweza fanya hayo. Hallelujah. Hallelujah. However, Hata hivyo, the vision of the midnight hour maono ya saa 6 ya usiku is an important conversation with the church. ni mawasiliano ya muhimu kwa kanisa. Why? Kwa nini? Because Kwa sababu the Bible says Biblia inasema that the Messiah comes at the midnight hour. ya kwamba Masihi yuwaja kwenye saa 6 ya usiku. Before I give the revelation, Kabla sijapeana ufunuo, I'm still touching base to bring everybody on the same page. ningali nagusia msingi ili kila mmoja tuweze kuwa kwenye kurasa moja. Listen, precious people. Sikizeni watu wa dhamani. The midnight hour. Saa 6 ya usiku. The Bible says Biblia inasema that when the Messiah comes for the perfect bride, ya kwamba Masihi ajapo kwa biharusi mkamilifu, midnight hour. saa 6 ya usiku. Hallelujah. Hallelujah. Next, Ifuatayo, listen, precious people. sikizeni watu wa dhamani. I want to walk you step by step Nataka kuwatembezeni hatua kwa nyingine into the message katika ujumbe that the Lord is conveying to the nations ambao Bwana ananenea kwenye mataifa through this tremendous conversation pitia mazungumzo haya ya ajabu of the midnight hour. ya saa 6 ya usiku. Listen to me. Nisikizeni. The Bible talks about the midnight hour. Biblia inanena kuhusu saa 6 ya usiku. When you look at the Bible, Ukitazama Biblia, you find a place unapata mahali where the children of Israel, ambapo wana wa Israeli out of horrendous slavery,
kutoka kwenye utumwa mkuu sana, abusive slavery. utumwa wa kuteswa na kutukanwa. When their slave masters became abusive and the burden overbearing. Wakati wakuu wao wakawa wakuwatukana na hata mzigo ukawa mzito usiobebeka. The Bible says Biblia inasema they cried out to Jehovah. walimulilia Jehova. And when they cried out to Jehovah, Na walipomulilia Jehova, the Bible says Biblia inasema he heard them. aliwasikia. And when he heard them, Na alipowasikia, everybody focus here for a moment. kila mtu lenga hapa kwa muda kitambo. We are going to read scripture, don't worry. Tunaenda kusoma maandiko, usijali. But let's be on the same level. Lakini wacha tuwe kwenye kiwango kimoja. When Jehovah heard them, Wakati Jehova alipowasikia, he said, alisema, I am now willing to deliver the house of Jacob. sasa ni ya hiari ya kuwakomboa nyumba ya Yakobo. And so he sent them Moses. Basi akamtuma Mose. Akawatumia Mose. So he sent them Moses. Basi akawatumia Mose. Moses, the man of God. Mose, mtu wa Mungu. Everybody follow this now. Kila mtu nilenge sasa. When the Lord was sending Moses Wakati Bwana alikuwa akimtuma Mose to give them the news on the deliverance of Jehovah, awape ujumbe wa ukombozi wa Jehova, he gave Moses a few instructions alimpa Mose maagizo fulani on how to prepare kwa jinsi ya kujiandaa for the midnight hour. kwa saa 6 ya usiku. Hallelujah. Hallelujah. And so today Basi usiku wa leo is going to be a very important day inaenda kuwa siku ya muhimu for us to be able to borrow from this requirement, Jehovah's instruction for midnight. ili kwamba tuweze kukopa toka kwenye maagizo haya ya maandalizi ya saa 6 ya usiku. He told Moses, Alimwambia Mose, go to the house of Jacob enenda kwa nyumba ya Yakobo and tell the children of Jacob, na uambie wana wa Yakobo, the children of Israel, wana wa Israeli, that I have decided to come and deliver them. ya kwamba sasa nimeamua kuja kuwakomboa, And if I come to deliver them, na nijapo kuwakomboa, that deliverance will take place at the midnight hour. ukombozi huo utatendeka saa 6 ya usiku. And if that deliverance, Na wakati ukombozi huo, this is going to be very deep today. I know I've given this conference to some of your countries, but follow this. This is going to be very deep tonight. hii inaenda kuwa ya kilindi sana. Najua nimewaambia wengi kwenye kongamano zenu, lakini hii ya leo inaenda kuwa ya kilindi sana. And if I come to deliver the children of Israel, Na nijapo kuwakomboa nikija kuwakomboa wana wa Israeli at the midnight hour, kwenye saa 6 ya usiku, then basi this is how they must prepare for the midnight hour. hivi ndivyo sharti wajiandae kwa saa 6 ya usiku. Number one, Jambo la kwanza, he says, asema when it comes the midnight hour, ifikiapo saa 6 ya usiku, the sacrifice dhabihu must now change. lazima ibadilike. He said, Alisema they must prepare lazima waandae a perfect lamb. mwana-kondoo mkamilifu. Perfect lamb Mwana-kondoo mkamilifu without defect. asiye na mawaa. Hallelujah. Hallelujah. I think this is going to be, I know people are watching globally, so this is key. Najua watu wanatazama. This is a powerful platform to begin the new year with enlightenment. Hapa ni mahali pazuri pa kuanzia mwaka mpya na kufunguliwa mawazo mapya. Listen to this. Sikia haya. If I come at the midnight hour Nikikuja saa 6 ya usiku to deliver the children of Jacob,
kuwakomboa wana wa Yakobo. Tell them Waambie this is how they are to prepare. hivi ndivyo sharti wajiandae. Number 1, Jambo la kwanza, to get a lamb wampate mwana kondoo without defect. asiye na mawaa, A lamb mwana kondoo without mistake. asiye na dosari, A lamb mwana kondoo without deformity. asiye A mlemavu, lamb mwana kondoo without error. asiye na kosa, A perfect lamb. mwana kondoo kamilifu. Meaning Inamaanisha the midnight hour saa 6 ya usiku demands inaamrisha a perfect sacrifice. dhabihu kamilifu. Number 1, perfect lamb. Jambo la kwanza, mwana kondoo mkamilifu. Hallelujah. Haleluya. Number 2, Jambo la pili, tell the house of Jacob ambia nyumba ya Yakobo that if I come ya kwamba nikikuja at the midnight hour kwenye saa 6 ya usiku to deliver them, kuwakomboa, this is how they are to prepare. hivi ndivyo sharti wajiandae. Get bread without yeast. Chukua mkate usio na chachu. No yeast. Hakuna chachu At the midnight hour. kwenye saa 6 ya usiku. Hallelujah. Haleluya. This is powerful. Hii ni ya nguvu. Listen to this now. Sikiza haya sasa. Number 3, Jambo la tatu, they will need bitter herbs. watahitaji mboga chungu. Herbia amarga in Spanish. Herbia amarga kwenye Spaniola. Bitter herbs. Mboga chungu. 3 things. Mambo matatu. The perfect lamb without defect. Mwana kondoo mkamilifu asiye na mawaa. Number 2, Ya pili, bread without yeast. mkate usio na chachu. Number 3, Na tatu, bitter herbs. mboga chungu. And he said, Na alisema when the midnight hour is just very near, wakati wa saa 6 imekaribia sana, about to happen, iko karibu kutendeka, tell them waambie they are to offer wanastahili kutoa sacrifice dhabihu. the perfect lamb Mwana kondoo mkamilifu without defect asiye na mawaa, and take na wachukue the perfect blood damu kamilifu of the perfect lamb ya mwana kondoo kamilifu without defect asiye na mawaa, and take it na achukue and put it on the doorposts aweke kwenye miimo ya nyumba and door frames na miimo ya milango of the houses where they live. ya nyumba ambazo wanaishi ndani. Hallelujah. Haleluya. Oh yes, I guess today the Holy Spirit is speaking to people. They almost get the message right away there. Natumai You almost get the message right away there. mtapata ujumbe hapo You ndani. catch it there. Utapata pale. You catch it. You almost just get it's exposed right there. Ameiweka wazi mahali pale. Because he says, Maana anasema, he's talking about the blood. ananena kuhusu damu. Hallelujah. Haleluya. But let me move on slowly by slowly, so I don't lose you or you don't lose me. Wacha niende nanyi hatua kwa nyingine ili tusipoteleane. Hallelujah. Haleluya. And he says, when you smear blood on your doorposts and frames, Akasema, utakaponyunyiza damu kwenye miimo ya milango yenu, at the midnight hour I come. kwenye saa 6 ya usiku ninakuja. I come to judge the gods of Egypt, the idol gods of Egypt. Ninakuja kuhukumu miungu wa Misri, miungu wa vinyago vya miungu ya Misri. And so, Kwa hivyo, when I come to judge them, nikikuja kuwahukumu, and if I see the blood, na kama nitaona damu. somebody got it right there. Mtu tayari amepata pale. That when I will come, Nitakapokuja, and if I will see the blood, na kama nitaona damu, then I will deliver you basi nitakukomboa into the safety of the Lord katika usalama wa Bwana, as I judge Egypt. ninapowahukumu Misri. Hallelujah. Haleluya. And he says, Na anasema, you are to take the blood. unastahili kuchukua damu, But then lakini hapo he also talks about
eating bread without yeast. ananena kuhusu kula mkate usio na chachu. Pan sin abadura in Spanish. Pan sin abadura. Bansi na madura kwa Spaniola. So your translation is right. So, Basi listen to this. sikiza haya. Eating bread without yeast Kula mkate usio na chachu and bitter herbs. na mboga kali. Somebody, let me read. If you can't read, I have a Bible. I know some of you will just follow as I read. Wacha nisome, nina Biblia. Najua wengi tutafuatilia ninaposoma. You don't have to read it. I'll read it loud here. Haustahili kusoma, nitasoma kwa sauti hapa. Exodus chapter 12. Kutoka 12. I have not done this in Kenya. Sijawaifanya hapa Kenya. I did a public lecture at Kenyatta University Nilifanya uhadhiri wa hadharani kwenye chuo kikuu cha Kenyatta, where I touched a little bit on what the nations are feeding on. mahali niliguza kidogo tu kwa kile ambacho mataifa wanalishwa. Why I am always going. Don't stop. He says, keep going, just go. Sababu ambayo kila mara ninaendelea kwenda, nisikome, endelea tu kwenda, enda. But sometimes Kenya does not know this. Lakini wakati mwingine Kenya hawafahamu haya. Those are the mysteries of God, right? Hiyo ndio siri ya Mungu. Exodus 12, Kutoka 12. verse 5. Mlango wa 5. Mstari wa 5. Exodus 12, Kutoka 12. verse 5. Mstari wa 5. I'll read 5, 12, and 29. Only here and there. Verse 5, he says, the animals you choose must be year-old males without defect. Mstari wa 5. Wanyama mtakaochagua lazima wawe wa kiume wa umri wa mwaka mmoja, wasiokuwa na dosari. If I were you and I meet the words without defect, I underline them. Ningalikuwa wewe nikikutana na jambo lisilo na dosari, basi nitapiga mstari. Year-old males without defect. Mwanakondoo wa umri wa mwaka mmoja usio na dosari. And you may take them from the sheep or from the goats. Waweza kuchukua kati ya kondoo au mbuzi. Verse 12. 12. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I'll bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Usiku huo nitapita katika nchi yote ya Misri na kumuua kila mzaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama, nami nitaihukumu miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Verse 29. 29. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn of the prisoner who is in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Ilipofika usiku wa 8, Bwana akawapiga wazaliwa kwanza wote katika Misri, kuanzia mzaliwa wa kwanza wa Farao, murithi wa kiti cha ufalme, hadi mzaliwa kwanza wa mfungwa aliyokuwa gerezani, na mzaliwa kwanza wa mifugo yote pia. Listen to me, precious people. Nisikizeni watu wa dhamani. Focus on me for a moment. Nilenge kwa muda kitambo. What is the Lord saying here? Je, Bwana anasema nini hapa? Listen to me very well. Nisikizeni vema. When the hour of deliverance is near, Wakati saa ya ukombozi imewadia, when the midnight hour is about to strike, wakati saa 6 ya usiku iko karibu kufika, the Lord was saying this, Bwana alikuwa akisema haya, that is also the hour of separation. ya kwamba hiyo pia ni saa ya kujitenga. First of all, Mwanzo kabisa, in the manner in which he speaks, and I'm coming there, katika hali anayoinenea, najia hapo, he says, alisema the midnight sacrifice dhabihu ya saa 6 ya usiku has to be a perfect sacrifice. sharti iwe dhabihu takatifu.
You didn't get me properly there. Haukunisikiza vizuri. In other words, Kwa maneno mengine, all the other sacrifices you've been doing, dhabihu zingine zote ambazo mmekuwa mkitoa, but when it comes to the midnight hour, lakini ifikiapo saa 6 ya usiku, whatever you did in Goshen, chochote ulichofanya Gosheni in Egypt, kule Misri, I was a baker. nilikuwa mwokaji wa mikate. Very good. I was a midwife. Mimi nilikuwa mkunga. No, I was the community leader. Nilikuwa kiongozi wa jumuiya. I'm the one that took care of the orphans. Mimi ndio nilikuwa nikishughulikia wayatima. Whatever you did, chochote ulichofanya, say that's all right. Anasema hivyo ni vema. However, hata hivyo, when the midnight hour comes, saa 6 ya usiku ifikapo, the Lord is saying, Bwana anasema that nothing else matters to him, hakuna chochote kinachojalisha except the blood, ila damu. Hallelujah. Hallelujah. Step by step, hatua kwa nyingine, step by step. hatua kwa nyingine. It is a very deep message. I need to move a little faster though. Na ujumbe wa kilindi sana, sharti niende kwa haraka. That nothing else matters to him anymore, ya kwamba hakuna kinachojalisha sasa, except that when he comes ila tu atakapokuja and he looks at his people, na awaangalie watu wake, his separated people, watu wake waliotenga, his covenanted people, watu wake wa agano, that he should see the blood. ya kwamba lazima aone damu. Hallelujah. Hallelujah. Step by step. Next. Hatua kwa nyingine. Next. Ifuatayo. He says Anasema that at midnight, ya kwamba usiku wa manane, saa 6, he is coming to strike down the firstborns. anaenda kuwaua wazaliwa wa kwanza. Firstborns. Wazaliwa wa kwanza. From the king to the lowest. Kutoka kwa mfalme hadi yule mdogo kabisa. And he's saying, anasema even the animals. hata wanyama. And he says, na anasema, however, hata hivyo, for my covenant people. kwa watu wangu wa agano. Look at this now. Tazama haya sasa. For you, kwako wewe, you shall look for a perfect lamb, mutatafuta mwana kondoo kamilifu, without defect, asiye na dosari, and take the perfect blood na mchukue damu kamilifu of the perfect lamb, ya mwana kondoo mkamilifu, without defect. asiye na dosari. And when you offer that lamb, na mtakapotoa mwana kondoo huyo, he says, anasema, it will be symbolism, itakuwa ni ya ishara, it will be designation, itakuwa ni ishara, representation ya kuwakilisha, of the firstborn of heaven. ya mzaliwa wa kwanza wa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Of the firstborn of God, wa mzaliwa wa kwanza wa Mungu, that was already offered unto you, ambayo tayari alikuwa ametolewa kwenu, the ancient of ancients, wale wa kale, that was offered unto you aliyetolewa kwenu during the laying of the foundation of the earth. katika kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Did you understand me until here? Je, mmenielewa kufikia hapa? Step by step. Hatua kwa nyingine. And then he says, Alafu anasema that at the midnight hour, ya kwamba kwenye saa 6 ya usiku, so for you, basi kwako wewe, when you take a perfect lamb, unapochukua yule mwana kondoo mkamilifu, without defect, asiye na dosari, it will bespeak to me itanielezea this covenant, hii agano, that look, ya kwamba tazama, behold, tazama, owing to the sin of man, kutazamia dhambi ya mwanadamu, owing to the fall, the apostasy in the garden, ukitazamia mwanguko wa imani kwenye shamba la Edeni. look, Tazama, I already plan to lay down the life of my firstborn in order to save another life. tayari nilikuwa nimepanga kuweka chini maisha ya mzaliwa wangu wa kwanza ili kwamba niweze kuokoa maisha yenu. Let us
Now look at the church. Basi sasa wacha tuliangalie kanisa. It's always good to come back to the church. Ni vema sana kurejea kwa kanisa. How about the church then? Na je, ni kuhusu kanisa? That was Israel. Hiyo ilikuwa Israeli. How about the church? Na je, kuhusu kanisa? Listen. Sikiza. The Lord is saying Bwana anasema that at this hour, ya kwamba kwenye saa hii, again, in like manner, katika njia hiyo hiyo, what he demanded of Israel kile alichoitisha kwa Waisraeli at the midnight hour, kwenye saa 6 ya usiku, same God, Mungu yule yule, same purpose, kusudi lile lile, he demands of the church. analihitaji toka kwa kanisa. And so he's saying Basi anasema that in this vision of the midnight hour, ya kwamba kwenye maono haya ya saa 6 ya usiku, there was a message to the church. basi kulikuwa na ujumbe kwa kanisa. And the message to the church is this. Na ujumbe kwa kanisa ni hii. He's saying Anasema, that, I planted churches. nilinua makanisa. Lord, I healed people in your name. Bwana, niliwaponya watu kwa jina lako. Lord, I baptized people. Bwana, niliwabatiza watu. Lord, I went for evangelism. Bwana, nilifanya uinjilisti. Lord, I took care of orphans. Bwana, niliwalinda mayatima. He's saying Anasema that when the midnight hour arrives, ya kwamba saa 6 ya usiku itakapofika, nothing matters to Jehovah hakuna kinachojalisha kwa Yehova except ila that when he comes atakapokuja and he finds his covenant people awapate watu wake wa agano covered with the perfect blood without defect. wamefunikwa na damu kamilifu isiyo na dosari. The book of John chapter 1 Kitabu cha Yohana mlango wa kwanza. verse 29. This is very powerful because it will return the church. Hii ni ya nguvu sana maana itarejesha kanisa. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 1 Yohana mlango wa kwanza verse 29. mstari wa And 29. then we'll go to 1 John chapter 2 verse 2. Alafu tutaenda kwa waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. I'm reading now. Ninasoma sasa. And he says, Asemaye, Anasema, the next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. siku iliyofuata Yohana alimwona Yesu akimjia, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Turn with me to 1 John before I explain. 1 John chapter 2 verse 2. Enenda nami kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. 1 John 2:2. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 2. He is talking about Jesus. Ananena kuhusu Yesu. Verse 2 he says, Mstari wa 2 inasema, he is the atoning sacrifice for our sins, and not only ours but also for the sins of the whole world. yeye ndiyo dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Everybody focus on me for a moment. Kila mtu nilenge kwa muda. What is the Lord saying here? Bwana anasema nini hapa? You hear the Lord saying Unamsikia Bwana akisema that when it comes to the midnight hour, ya kwamba ifikiapo saa 6 ya usiku, for us as a church, kwetu sisi kama kanisa, Christ Jesus, the Son of the living God, Kristo Yesu mwana wa Mungu aishie, he is that perfect lamb yeye ndiye yule mwana kondoo mkamilifu of God wa Mungu without defect. asiye na dosari. Everybody focus here, Kila mtu lenga hapa, just step by step, hatua kwa nyingine, because kwa sababu there is a law. kunayo sheria. There is a law of sacrifice. Kuna sheria ya kutoa dhabihu, Jehovah's law sheria ya Jehova of the perfect lamb without defect. ya mwana kondoo mkamilifu asiye na dosari. That is Jehovah's law Yani sheria ya Jehova
for the midnight sacrifice. kwa saa sita ya dhabihu ya saa sita usiku. That when it comes to midnight, Ya kwamba ifikapo saa sita ya usiku, the only way the firstborns among the house of Jacob would be saved njia ya pekee ya wazaliwa wa kwanza katika nyumba ya Yakobo wanaweza kuokolewa is to go into this covenant. ni kuingia katika agano hili, That now, ya kwamba sasa, that the perfect Lamb of God ya kwamba mwanakondoo mkamilifu wa Mungu has been laid down on their behalf. tayari amechinjwa kwa niaba yao. He has laid down his life Tayari ametoa maisha yake on their behalf. kwa niaba yao. That is the only way their sons, firstborns, and daughters were going to be saved. Hiyo ndio njia ya pekee ambao wazaliwa wao wa kwanza wa kike au wa kiume wanaweza okolewa. How about the church? Na je, kuhusu kanisa? Everybody look at this now. Kila mtu tazama hii sasa. He's saying Anasema that for the church, ya kwamba kwa kanisa the announcing of the midnight hour tangazo la saa sita ya usiku essentially kimsingi announces the following. anatangaza haya. Number one, Ya kwanza, the dispensation of the blood. majira ya damu. And that is important. Na hiyo ni muhimu. That is important to church. Hiyo ni muhimu kwa kanisa. Let me explain why. Wacha nieleze ni kwa nini. Can I do this? Nifanye hivyo. He's saying Anasema that go there to them waende pale and stand on the altar at Kakamega na usimame kwa madhabahu pale Kakamega and look at the church, the body of Christ, na utazame kanisa, mwili wa Kristo, and begin to ask them an important question. na uanze kuwauliza swali muhimu. And ask them, Na uwaulize, Church of Christ, kanisa la Kristo, are you aware je, muna habari that time is over? ya kwamba wakati umekwisha? Because Kwa sababu even if we can never understand hata kama hatuwezi elewa what 1 minute to midnight translates into the world on the earth, maana ya dakika moja kufika saa sita usiku inayotafsiri katika ulimwengu, the message, however, is clear. ujumbe hata hivyo uko wazi. Time is over. Wakati umekwisha. So, Church of Christ, Basi kanisa la Kristo, are you aware je, muna habari that time is over? ya kwamba wakati umekwisha? Today, from the news, Leo tokea kwa habari, from the occurrences, kutoka kwenye matukio, you can almost tell. unaweza hata kisia na ukasema, I am giving a prophecy here. ninatoa unabii hapa, I see myself in a house. ninajiona ndani ya nyumba, And when I'm in the house, na nikiwa ndani ya nyumba, then kisha the walls shake violently. nyuta zikatingika kwa fujo, And I was terrified. na nikaogopa, And I began to run for my life. na nikaanza kukimbia kuokoa maisha yangu. And I saw a lot of people also running for their lives. Nikawaona watu wengi pia wakikimbia kuokoa maisha yao. I don't know whether it's a building or so. I see down. I don't know, 3 buildings or whatever. I see down. Sijui kama ni jengo ama nini. Naona ni majengo matatu hivi. Naona yameporomoshwa chini. I have been keeping this for some time today. Nimekuwa nikiweka haya kwa muda fulani. But I have to say it now. Lakini shati niseme sasa. I see an earthquake coming. Ninaona tetemeko la ardhi likija. I see an earthquake coming. Ninaona tetemeko la ardhi likija. Around this region. Karibu na eneo hili. Even in Kenya. Hata hapa Kenya. Because I was in the house. Maana nilikuwa ndani ya nyumba. Violent shaking of the walls. Kukawa na kutingizwa kwingi sana kwa ukuta. And that's why I am saying, ndio maana ninasema, the signs of the coming of the Messiah ishara za kukuja kwa Masihi are obvious. ziko dhahiri. Hallelujah. Hallelujah. I've been trying to pray Nimekuwa nikijaribu kuomba so it
can mitigate. You know, prayer is powerful. ili niweze To reduce, niweze kushusha, kufunika, mitigate. niweze kushusha. Hallelujah. Hallelujah. Anyhow, Hata hivyo, the Lord is saying, Bwana anasema the midnight hour, saa 6 ya usiku, that vision of the midnight hour, maono yale ya saa 6 usiku, it trumpets, ikapigwa tarumbeta, it announces the nations ilitangazia mataifa that look, ya kwamba tazama, now sasa nothing else matters now. hakuna chochote kinachojalisha sasa. Let us return to the blood, Wacha turudi kwa damu, the gospel of the blood. injili ya damu. What does that mean? Je, hiyo inamaanisha nini? That means the Lord is saying Hiyo inamaanisha kwamba Bwana anasema that we must return to the gospel of the cross. ya kwamba lazima turudi kwa injili ya msalaba. And that's why Na ndiyo maana the Lord is justified Bwana ana haki to send me here kunituma hapa to ask the church kuliuliza kanisa globally, ulimwengu mzima, Church of Christ, kanisa la Kristo, ever since you received the Lord Jesus, tangu ulipompokea Bwana Yesu, are you really covered by the perfect blood of the perfect Lamb of God? je, umefunikwa kikamilifu na damu kamilifu ya mwanakondoo kamilifu wa Mungu? Hallelujah. Hallelujah. What a mighty question to ask the Church of Christ. Ni swali kuu kiasi gani kuliuliza kanisa la Kristo. Church of Christ, Kanisa la Kristo, ever since you received Jesus, tangu ulipompokea Yesu, are you really covered by the perfect blood of the perfect Lamb of God? je, umefunikwa na damu kamilifu ya mwanakondoo kamilifu wa Mungu? Why? Kwa nini? Because Kwa sababu in the same midnight announcement, katika tangazo lile la saa 6 usiku, you hear another announcement. unasikia tangazo lingine, And the other announcement says na tangazo lingine linasema that there is not going to be any abuse of the grace in the house. ya kwamba kamwe katu hatutakuwa na kutukana neema ndani ya nyumba. Let me repeat it. Wacha nirudie, That there is never ya kwamba hakutakuwa kamwe going to be acceptable itakubalika the abuse of the grace in the house. matukano ya neema ndani ya nyumba. Why? Kwa nini? Because he's asking, are you really covered? Maana anauliza, je, umefunikwa? Why? Kwa nini? Focus on me. Nilenge sasa. Because Kwa sababu the blood is the perfect sacrifice, damu ndio dhabihu kamilifu. meaning ultimate sacrifice, Inamaanisha dhabihu ya pekee, final sacrifice, dhabihu ya mwisho, most powerful. ya nguvu zaidi. But if it is most powerful, Lakini kama ni ya nguvu kabisa, then the question is this. basi swali ni hili. Then it means this. Inamaanisha haya, If it is most powerful, kama ni ya nguvu zaidi, then why? basi kwa nini? Why are the Christians today? Ni kwa nini Wakristo leo? Why is the Church of Christ today Ni kwa nini katika kanisa la Kristo leo shouting, wanapaza sauti, crying wanalia to the Lord, kwa Bwana, saying, Lord, wakisema, Bwana, look, tazama, we are born again. tumeokoka, We are in the house, tuko ndani ya nyumba, but we are not delivered. lakini hatujakombolewa. Why? Kwa nini? Why would she cry out to the Lord? Ni kwa nini amlilie Bwana? Listen, Sikiza, he's saying anasema that there is no higher sacrifice ya kwamba hakuna dhabihu ya juu tena than the blood of Jesus. inayoshinda damu ya Yesu. There is no more powerful sacrifice Hakuna dhabihu nyingine ya nguvu than the blood of Jesus. ishindayo damu ya Yesu. Meaning, Inamaanisha the blood of Jesus damu ya Yesu can literally take the child of the world and convert to the child of heaven. kihalisia itamchukua mtoto wa ulimwengu imugeuze kuwa
mtoto wa mbinguni. The child of darkness into the child of light. Mtoto wa giza ambadilisha kuwa mtoto wa nuru. A slave to sin to become a servant of righteousness. Mtumwa wa dhambi abadilike kuwa mtumwa wa haki. So why? Kwa nini? If the blood is ultimate, meaning there is no higher. Kama damu ndio ya pekee ya juu zaidi, inamaanisha hakuna nyingine tena. Why is it Ni kwa nini sasa that today's church ya kwamba kanisa la leo is asking for a second Calvary? linaulizia Kalvari ya pili? If the blood is the ultimate. Kama damu ndio ya juu zaidi, Asking for a second Calvary. inaulizia Kalvari ya pili. When you look, everybody focus on me. Kila mtu nitazame. When you look at the dressing of the Christians in the church, Ukitazama aina ya mavazi ya Wakristo ndani ya nyumba, then you know that there is a problem in the house. basi unajua kuna shida ndani ya nyumba. Because the problem is this. Maana shida ni hii: Who is teaching the word? ni nani anafundisha neno? Because Kwa sababu my Bible, mine, Biblia yangu, sometimes I have come to your countries wakati mwingine nimekuja kwenye nchi zenu and I've told you, na nimewaambieni in your countries kwenye nchi zenu that I think my Bible and your Bible must be different. ya kwamba nafikiria Biblia yangu na yenu ni tofauti. I've told you sometimes I think my God and your God must be two different gods. Nikawaambieni ya kwamba wakati mwingine nafikiria Mungu wangu na Mungu wenu ni watu wawili tofauti. Because my Bible says Maana Biblia yangu inasema in the book of Hebrews chapter 6, kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 6 verses 4 to 6, mstari wa 4 na wa 6 that it is impossible. ya kwamba haiwezekani For those who have once been enlightened, kwa wale ambao wameweza kuwekwa kwenye nuru, those who have tasted wale ambao the heavenly gift. wale ambao wameonja kipawa cha mbinguni. Can we read it, please? Hallelujah. Hallelujah. Today is the day of awakening. Leo ndio siku ya mwamsho. You came here Mlikuja hapa looking for the midnight hour. mkitazamia saa 6 ya usiku. I want to go there and cross over. Nataka niende pale nivuke. But there is another crossing over. Lakini kuna kuvuka kwingine. A more serious one. Ya kumaanisha sana. The one that has demands. Ile ambayo ina uzani. Has standards. Ina viwango. And benchmarks. Na viwango. Hebrews chapter 6 verses 4 to 6, he says, Waebrania 4 hadi 6 inasema, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance. Because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public shame, public disgrace, in the public shame. That is shaming Jesus in the public place. Yani kumwaibisha Yesu hadharani. Tasoma. Kwa kuwa ni vigumu kuwarejesha tena katika toba wale ambao wakati fulani walishapata nuru, ambao walishaonja kipawa cha mbinguni, ambao wamekwisha kushiriki katika Roho Mtakatifu, wale ambao wameonja uzuri wa neno la Mungu na nguvu za wakati ujao, kisha wakaanguka. Kwa kuwa kwa nafsi zao wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili na kumdhalimisha hadharani. Thank you very much. Asante. Did you understand? Je, melewa? He's saying Anasema to somebody. Kwa mtu hapa. And if I read the characteristics of this person, the features, nikisoma tabia za mtu huyu, the identity of this person is saying to, kitambulisho cha mtu huyu anayomnenea, I'm shocked.
ninashtuka. Because this is the church. Maana hii ni kanisa. He's talking to the church. Ananena na kanisa. He's saying Anasema a church that has even received the Holy Spirit kanisa ambalo hata limempokea Roho Mtakatifu and received the heavenly gift, na kupokea kipawa cha mbinguni, aware ambayo linajua of the powers of the coming age. ya nguvu za zijazo. Today you saw the power of the coming age. Leo muliona nguvu ambazo zinakuja Right here. hapa. When the cripples got up and walked. Wakati vilema waliposimama wakatembea. Then you understand what that dispensation we are going into speaks about. Basi unaelewa majira yale ambayo tunayaendea yananena nini? Power. Nguvu. The power of God. Nguvu za Mungu. But this church is speaking to the church. Lakini analinenea kanisa. And when I look at this description here Na nikiangalia maelezo haya and make reference to today's church, na nikarejelea kanisa la leo, the present day church, kanisa la sasa, what do I see? je, naona nini? I see a disturbing similarity. Ninaona kufananishwa kunayoshtusha. A disturbing similarity. Kufananishwa kunaoshtumbua. And that's why I'm saying, Ndio maana ninasema if the blood of Jesus is the ultimate power, kama damu ya Yesu ndio nguvu kuu zaidi, then there is no reason whatsoever basi hakuna sababu yoyote ile for pastors kwa wachungaji to be involved in preaching corruption. waweze kujumuishwa kuhubiri ufisadi. Because they should have been delivered from that. Maana wanastahili wawe wamekombolewa toka kwa hiyo. He's saying, Anasema if the blood of Jesus kama damu ya Yesu is the ultimate sacrifice, ndio dhabihu ya juu zaidi, then look at this. basi tazama haya. He's saying Anasema there is no reason hakuna sababu homosexuality ushoga can be in the church. inaweza kuwa ndani ya kanisa. He's saying Anasema if the blood of Jesus kama damu ya Yesu is the final power, ndio nguvu za juu zaidi, then there's no reason hakuna sababu pornography is in the house. ya kutazama filamu za kisharati ingali ndani ya nyumba. If the blood of Jesus Kama damu ya is Yesu the ultimate ndio sacrifice, dhabihu ya juu the zaidi, midnight sacrifice, dhabihu ya saa 6 usiku, then there is no reason hakuna sababu for the false prophets in the church, kwa manabii wa uongo ndani ya kanisa, because they should have been delivered. maana wanastahili wao He wamekombolewa. says, Anasema if the blood of Jesus kama damu ya Yesu is the final power and authority, ndio nguvu na mamlaka ya juu then zaidi, there is no reason basi hakuna sababu you should have schools, unastahili kuwa na vyuo, school of prophets, shule za manabii, and they teach you wanawafundisheni how to say, thus says the Lord, thus says the Lord. They change their voice. jinsi ya kusema Bwana asema hivi, Bwana asema hivi, wanabadili sauti zao. There is no reason whatsoever Hakuna sababu yoyote that you can have ya kwamba mwaweza kuwa schools shule training the prophets of Jehovah ambazo zinafundisha manabii wa Jehova and giving a certificate of graduation na kuwapatia vyeti vya kuhitimu and a letter of recommendation. na barua ya kuwapatia ya kutanguliza. I ask myself, Najiuliza, is that how low Jehovah my God, the God of Israel, has become? je, hivyo ndivyo Jehova Mungu wangu, Mungu wa Israeli amekuwa? No. Hapana. No. Hapana. I thank God you are violently saying no, and I hope that is mostly Kenyans and not you people, or you are also saying no. Na tunashukuru Mungu maana mnasema hapana kwa fujo. Yes. Because he's saying Maana anasema that the first Calvary ya kwamba Kalvari ya kwanza should have been sufficient to deliver the church. ilikuwa imetosha kulikomboa kanisa. Look at this now. Tazama haya sasa. Why am I saying? I'm saying a very powerful thing here. Ninasema kitu cha nguvu hapa. That the vision of the midnight clock Ya kwamba maono ya saa 6 usiku is also announcing pia inatangaza no more apostasy, hakuna tena mwanguko wa imani, no more
abuse of the grace. hakuna kutukana neema. Why? Kwa nini? Because of Isaiah 52 verse 14. Kwa sababu ya Isaya 52:14. I'm reading Isaiah 52:14. Ninasoma Isaya 52:14. Are we there? Can I? He says, just as there were many who were appalled at him, his appearance was disfigured beyond that of any man, and his form marred beyond human likeness. And then I jump to 53 and read verse 5. Verse 5, he says, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Verse 10 says, but yet it was the Lord's will that he be crushed. Nitasoma. Kama ambavyo walikuweko wengi walioshangazwa naye, uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote, na umbo lake kuharibiwa zaidi ya mfano wa wanadamu. Na Luka 53:5. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichibuliwa kwa maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani iliyokuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Mstari wa 10. Lakini yalikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchubua na kumsababisha ateseke, ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya Thank you very much. Thank you. Listen to this now. Sikiza haya. What is the Lord saying through this vision of the midnight hour? Je, Bwana anasema nini kupitia maono haya ya saa 6 usiku? He's saying Anasema that he's announcing the dispensation of the blood. ya kwamba anatangaza majira ya damu. And he's saying Na anasema only by the blood ni kwa damu pekee will you be delivered. waweza kombolewa. And in other words, you hear another saying Kwa maneno mengine unasikia akisema that you cannot abuse the blood of Jesus. ya kwamba kamwe hauwezi ukatukana damu ya Yesu. Why? Kwa nini? Because there is a law Ni kwa sababu kuna sheria that governs the midnight sacrifice. inayolinda sadaka dhabihu ya saa 6 usiku. And that law, he says, Na sheria hiyo inasema for anybody anasema kwa mtu yeyote to lay down his life aweze kutoa maisha yake for another, kwa mwingine, he must fulfill that law of perfect sacrifice. lazima aweze kufikia sheria hiyo ya dhabihu kamilifu. And yet, Na ili hali if you look at all humanity, ukitazama utu wote, there is nobody fit enough hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kufikia to lay down his life aweze kutoa maisha yake on behalf of another, kwa niaba ya mwingine, live alone behalf of humanity. wacha hata kutoa maisha yake kwa wanadamu. Because of this I have read now, Kwa sababu ya haya ambayo nimesoma sasa, he is saying anasema that when the Lord looks at the condition of the church, ya kwamba wakati Bwana analitazama hali ya kanisa. I shared the recent vision of 11/11, which is November 11th. Nilishiriki maono ya hivi juzi ya 11/11, November 11th, 2013. Novemba 11, 2013. When in that vision, one part of it, he appeared next to me Katika maono yale sehemu moja alinionekania, and turned alafu akageuka and showed me the nail pierce. na akanionyesha jeraha la mkono. That is powerful. Hiyo ni ya nguvu. Because every time the Lord has come to speak with me Maana kila mara Bwana amekuja kuninenea and present to me, na akaniletea. the few times he has done that, Mara chache amefanya hivyo, including the time he walked across the sky, hata kujumuisha wakati alitembea kote kote angani. the first thing is to show. Jambo la kwanza ni kunionyesha, And I always felt na kila mara ninahisi that the Lord is saying, ya kwamba Bwana anasema, look what I did for you. tazama nilichokufanyia. In other words, I also I felt he's saying, Kwa maneno mengine nilihisi anasema, look, I am still happy that I did it. tazama ningali na furaha ya kwamba nilifanya. That is despite the current condition of the church. Hiyo ndio hali ya sasa ya kanisa.
I am still happy I did it. ningali ninafurahi nilitenda. And that is the part that crushes me. Na hiyo ndio sehemu inayeniponda. Because Kwa sababu now I have even realized another message. ya kwamba sasa nimegundua ujumbe mwingine. Especially the recent one. Hasa sana ya hivi karibuni. I could almost hear him saying, Karibu nilisikia akisema, go ask them, enenda uwaulize, why have you forgotten this? ni kwa nini mumesahau hii? Because if the church Maana kama kanisa does not prepare, haliandai, there will not be a perfect bride. hakutakuwa na dhabihu biharusi mkamilifu. And Jesus will be put to shame a second time. Na Yesu ataupewa aibu mara pili. I could almost hear Nilikuwa karibu kusikia the Lord saying this, Bwana akisema haya, that look, ya kwamba tazama, I am already defiled. tayari nimenajisika. I am not perfect anymore. Mimi sio kamili tena. I have wounds on my body and scars. Nina majeraha kwenye mwili wangu na vidonda. I'm no longer able to fulfill the law of perfect sacrifice. Siwezi nikatimiza sheria ya sadaka dhabihu kamilifu. Please, Tafadhali, make sure you enter by the first Calvary. hakikisha unaingia kwa Kalvari ya kwanza. Because look, Maana tazama, the Father cannot accept me even if I wanted. I love the church so much. If they ask me, I would say I could do it again. Baba hawezi niruhusu hata kama mimi ninataka. Ninalipenda kanisa mno. Hata wakiniambia nifanye, hawezi niruhusu nikafanye tena. Even if I was asked, Hata kama nitaulizwa, if you were given a chance to do it again, kama utapewa nafasi ya kufanya tena, would you do it? je, ungelifanya? And he says, Na anasema, for the love of the church, kwa ajili ya kupenda kanisa, I would still do it again. nitaweza kufanya tena. However, Lakini hata hivyo, there is a law of perfect sacrifice. kuna sheria ya dhabihu kamilifu. There is a law for midnight sacrifice. Kuna sheria ya dhabihu ya saa 6 usiku. It says, Inasema without defect, asiye na dosari, without deformity, asiye na ulemavu, without error, asiye na kosa, without blemish, asiye na lawama, without star, without mark, without disease, asiye na gonjwa, asiye na alama, without sin. asiye na dhambi. So when he looks at himself, Basi anapojitazama, he sees the scars anaona zile alama that he incurred on the cross. ambazo alizipata msalabani. He sees, I don't know why always he shows me this. Sijui ni kwa nini kila mara yeye hunionyesha hivyo. About three times or so. Mara tatu hivi. Every time one of the three, I don't know why. Kila mara akija ananionyesha kiganja hivi. He could have shown me another scar, a cut somewhere, whatever. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. He's saying Anasema that now ya kwamba sasa I cannot go back. siwezi nikarudi. Today's church Kanisa la leo had rather get born again ni vema liweze kuokoka and delivered na likombolewe by the first blood. na damu ya kwanza. And that's why I'm saying Ndio maana ninasema that the vision, the announcement of the midnight hour, ya kwamba maono, tangazo ya saa 6 usiku, it says this. inasema haya. It says, Inasema, and you cannot abuse the grace. na hauwezi ukatukana neema. This is a wake-up call to the church. Huu ni mwito wa mwamusho kwa kanisa. Sitting in the church, Mmekaa kanisani undelivered from sexual sin. na haujakombolewa toka kwa dhambi ya washerati. Sitting in the church Umekaa kanisani and preaching the gospel of prosperity. na unahubiri injili ya ufanisi, A horizontal gospel. injili ya dunia, A gospel that talks about here and now, meaning what I eat now. The gospel of the stomach. injili inaenena hapa na hapa, yani injili ya tumbo. If you are in Kenya here, Kama uko hapa Kenya, it is a gospel that puts an M-Pesa running by the TV program. injili ambayo inapeperusha M-Pesa is an electronic money transfer by the cell phone. M-Pesa ni hali ya kupeperusha pesa kupitia simu. And they say,
Send your money now to get your prophetic word. Na wanasema tuma pesa zako sasa ili upate neno la kinabii. If the blood of Jesus is ultimate power, Kama damu ya Yesu ndio ina nguvu ya juu zaidi, that power nguvu hizo is unpurchasable. haziwezi nunulika. Cannot be purchased. Haiwezi ikanunuliwa. Did you understand me? Je, mwanilielewa? That's what the clock is announcing. Basi hivyo ndio saa inatangaza. And he's saying Na anasema that the hour that beholds. ya kwamba saa ambayo imewadia. Let me move on because of really time. Wacha nisonge kwa ajili ya wakati. Because I want to come to where Jesus himself spoke about the midnight hour. Maana nataka kujia mahali Yesu mwenyewe alinena kuhusu saa 6 ya usiku. But listen to this now. Lakini sikiza haya sasa. He says bread without yeast, Alisema mkate usio na chachu, to prepare for the midnight hour. ili uweze kujiandaa kwa ajili ya saa 6 ya usiku. But if you look at the bread that the pastors are dispensing today, Lakini ukitazama mkate ambao wachungaji wanapeana leo, they are giving out bread for eating, giving. wanapeana mkate wa kula na kupeana. Sweet bread, Mkate mtamu, bread with yeast. mkate ulio na chachu. Because bread without yeast Kwa sababu mkate usio na chachu has no taste. haina ladha. Hallelujah. Haleluya. It is called matzah. Inaitwa matza. It's holy bread. Why? Ni mkate mtakatifu. It's durable. Ni mkate unaodumu. If you leave bread with yeast at home for a weekend, come back fungus. Ukiwacha mkate ulio na chachu nyumbani, ukienda weekendi ukirudi, unapata imemea vitu. And then Kisha they took bread without yeast because it is durable, can last. walichukua mkate usio na chachu, maana unadumu, unaweza kaa siku nyingi. Why? Kwa nini? Why is today's church Ni kwa nini kanisa la leo in love with bread with yeast? wamependa sana mkate ulio na chachu, Tasty to the flesh, ambao una ladha kwa mwili, sweet to the flesh, ni tamu kwa mwili, and yet ili hali has no power of deliverance. hauna nguvu ya ukombozi. That's why Ndio maana they're sitting in the church wamekaa kanisani, virtually undelivered. wamekaa bila kukombolewa. Listen to me, precious people. Nisikizeni watu wa dhamani, I must run through this. lazima nipitie haya. The Lord is saying this, Bwana anasema haya, that this bread without yeast, ya kwamba mkate huu usio na chachu, this bread without yeast mkate huu usio na chachu cannot be corrupted. hauwezi ukafisadika. So please, Basi tafadhali, because the midnight hour is near, kwa sababu saa 6 ya usiku imekaribia, stop yeasting this bread wacheni kuweka chachu ndani ya mkate huu, to make it sweeter for the sheep. kuifanya iwe tamu kwa kondoo. Some of your countries, Baadhi ya nchi taifa zenyu, when I came to your countries, you didn't like my message. nilipokuja kwenye taifa lenyu hamkupenda ujumbe wangu. I am used to that. Mimi nimezoea hayo. But look how Kenya now likes it. Lakini tazama jinsi Kenya inaipenda. Because in that message, Maana ndani ya ujumbe huo there is deliverance. kuna ukombozi. In that bread without yeast, Katika mkate ule usio na chachu there is deliverance. kuna ukombozi. There is revival. Kuna uvuvio. There is healing. Kuna uponyaji. There is hope. Kuna tumaini. Do you understand me? Je, mwanielewa? I want to move now Nataka nisonge to sasa a place and give you the reason why kwa you don't like bread without yeast. kwa mahali ambapo nipatie sababu ni kwa nini hampendi mkate usio na chachu. Let me do this now. Wacha nifanye hivi sasa. Our Lord Jesus. Can I talk about the bitter herbs first? Wacha ninene kuhusu mboga chungu kidogo. What it exports to the church. Kile ambacho kinaleta kwa kanisa. He's saying this. Anasema hii. They eat bitter herbs Wale mboga zilizo chungu every time they remember the Pesach, the Passover. kila mara wanakumbuka Pasaka. Why?
Kwa nini? Because Ni kwa sababu it is meant to remind them inasababisha kuwakumbusha from where they were delivered. kule ambako walikokombolewa. It's always good Kila mara ni vizuri to remember where you came from. ukumbuke kule ulikotoka. It will make you behold this with treasure. Itakusababisha ukumbatie hii kwa dhamani. It reminds them Ili wakumbusha of the bitter rejection, kule kukataliwa kukali, the bitter slavery. utumwa mkali. And yet the church today, Ili hali kanisa leo, everybody wants a pastor that makes them happy. kila mtu anataka mchungaji anamsababisha kuwa na furaha. Happy, just happy in the church. Ni furahie tu ndani ya kanisa. I like my pastor, he makes me happy. Napenda mchungaji wangu, ananifanya nifurahi. For me, Kwangu mimi, when I come to you people, your countries and Kenya here, nikikuja kwenyu enyi watu kwenye taifa lenyu na Kenya hapa, you know how I come. mnajua jinsi ninavyokuja. I am coming with a sword. Ninakuja na upanga. And I'm checking the body. Na ninautazama mwili. If I find a tumor, Nikipata uvimbe, I cut it, remove, throw out. na ukata na kurusha nje. Because the body must be healthy. Kwa sababu mwili lazima uwe na afya. He sent me to go clean up. Alinituma niende kusafisha. That's why I'm carrying a spade Ndio maana ninabeba ile mjiko for preparing the road. ili kuandaa njia. Oh yeah, if you don't prepare, the king will not pass here. Usipoandaa mfalme atapita. No, you have to prepare a nice road. Lazima utengeneze njia nzuri. Listen to this now. Sikiza haya sasa. Precious people, Watu wa dhamani, I want to come to what Jesus said nataka kuja kwa yale ambayo Yesu alisema in Matthew 25. kwenye kitabu cha Mathayo 25. When the Lord Jesus himself Wakati Bwana Yesu yeye mwenyewe spoke about the midnight hour. alinena kuhusu saa 6 ya usiku. Listen to this. Sikiza haya. He gave a parable Alitoa mfano of 10 virgins. ya wanawali 10. A parable of 10 virgins. Mfano wa wanawali 10. And he said, Na alisema at that time, wakati ule, when the midnight hour is about to strike, wakati saa 6 ya usiku iko karibu kufika, the wise virgins wanawali wenye hekima and the foolish virgins, na wanawali wapumbavu, the wise virgins wanawali wenye hekima have a jar of oil. wana chupa ya mafuta, The foolish virgins na wanawali wapumbavu have no oil. hawana mafuta. But both Lakini hawa wote will be asleep, watakuwa wamelala, tired of waiting. wamechoka kungojea. And when I go all over the globe, Na ninapoenda kote kote ulimwenguni, looking at the church of Christ, nikilitazama kanisa la Kristo, I see the church deep asleep. naona kanisa limelala kweli kweli. That's why Ndio maana the enemy, according to Matthew 13:24 on, adui kulingana na Mathayo 13:24 kuendelea, when the church sleeps, wakati kanisa linalala, the enemy goes in there and sows the bad seed. adui anaingia mle ndani na kupanda mbegu mbaya. But listen to this now. Lakini sikia haya, It's a problem. kuna shida. He's saying Anasema when they're all asleep, wakati wote wamelala. however, Hata hivyo, when the midnight cry is rung, wakati mlio wa saa 6 usiku imepigwa, when somebody comes around wakati mtu anakuja and say, hey, na aseme hey, I have seen the midnight clock. nimeona saa ya saa 6 usiku, I have seen the vision of the midnight hour. nimeona maono ya saa 6 ya usiku. He says, Anasema every one of them must wake up kila mmoja wao lazima aamuke and trim the lamps. na atengeneze taa. Meaning, the Inamaanisha lamps had all died. taa zote zilikuwa zimezima. And then, Kisha he says, anasema the wise virgins, wanawali wenye hekima they now have to add oil sasa wanaongezea mafuta to keep the lamp burning, ili kufanya taa iendelee kuwaka, to give the midnight light. ili iweze kutoa nuru ya saa 6 usiku. But he's saying,
lakini anasema that this anointing you see here, which is keeping the lamp burning here, ya kwamba upako huu ambao mnaona inafanya taa inaendelea kuwaka hapa. today we saw it keeping the light burning here. Leo tuliona ikifanya taa ikiwaka hapa. Hallelujah. Hallelujah. This oil here, Mafuta haya he's saying anasema there is a problem. kuna shida. It is subject, Inakusudiwa, it is at a risk of plunder. iko katika hali ya Hatari ya kuibwa. iko na hatari ya kuibwa. Because you see the foolish virgins Maana unawaona wanawali wapumbavu coming to ask, wakiuja kuomba, can you give us some of your oil? tafadhali tupeni mafuta, baadhi ya mafuta yenu. And he says, Na anasema the oil for the midnight hour mafuta ya saa 6 usiku cannot be shared. hawezi mkashirikiana, It is for preparedness. ni ya kujiandaa. And he's saying Na anasema that oil mafuta yale is given by the Father. inapeanwa na Baba. Everybody has a right. Kila mtu ana haki. You ask Unaomba and you receive. na unapokea. Are we together? Je, tuko pamoja? Let me continue with this. Wacha niendelee na haya. And then later he says Kisha baadaye anasema that the foolish virgins, ya kwamba wanawali pumbavu they go to buy oil. wanaenda kununua mafuta. And that is what shocks me. Na hicho ndicho kinachonishtua, That they can literally leave and go to buy oil. ya kwamba kihalisia wanatoka wanaenda kununua mafuta. But when they bring oil, Lakini wanaporudi na mafuta, when they bring oil, wanapoleta mafuta, their lamps are burning. taa zao zinawaka. Before I go to the door, let me first deal with the lamps are burning. Kabla nifike kwa mlango, taa zao zinawaka. They really go Hakika walienda to a shop kwa duka and really buy oil na kwa hakika wakanunua mafuta and come back lamps burning. na wakarudi na taa zikiwaka. That tells me Hiyo yaniambia that at this hour ya kwamba kwenye saa hii there is a possibility kuna uwezekano of 2 lamps burning in the church. ya taa mbili zinawaka kanisani. Because this prophecy Jesus gave in Matthew 25 Kwa sababu unabii huu ambao Yesu alitoa kwenye Mathayo 25 is a prophecy of 2 churches. ni unabii wa makanisa mawili. The wise church, the foolish church. Kanisa lenye hekima na kanisa pumbavu. Daniel gave the same prophecy. Danieli pia alitoa unabii huo. In Daniel 12 verse 10, Danieli 12 verse 9 to 10, mstari wa 9 hadi 10. he says, the wise, however the wicked, Anasema hata hivyo waovu, he says the wise will continue to be purified, anasema wenye hekima watazidi kusafishwa, to be made spotless kufanywa bila doa and refined. na kusafishwa. However the wicked Hata hivyo waovu will continue to be wicked. wataendelea kuwa waovu. So Jesus was saying Basi Yesu alikuwa akisema that there would be 2 churches. ya kwamba kutakuwa na kanisa mbili. Listen to me, precious people. Nisikizeni watu wa dhamani. The most important message that comes from the announcement of the midnight hour Ujumbe wa muhimu zaidi ambao unakuja kwenye maono ya saa ya dhahabu angani. from the vision of the midnight hour, Tokea kwenye maono ya saa 6 usiku. that hey, Ya kwamba hey, Church of Christ, kanisa la Kristo, are you aware je, una habari that this is the dispensation of the oil? ya kwamba haya ndio majira ya mafuta? Do you have oil? Je, una mafuta? Without oil you cannot survive now. Kama hauna mafuta hauwezi ukaishi sasa. That this is the dispensation of the anointing. Ya kwamba haya ndio majira ya upako. This is the dispensation of the Holy Spirit in the church. Haya ndio majira ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. But I know why you don't like it. Lakini najua ni kwa nini hamuipendi This dispensation. majira haya. Because Jesus travailed in the garden of Gethsemane. Ni kwa sababu Yesu aliugua kwenye shamba la Getsemane, Sweat like blood. akitoa jasho kama damu. And he said, Father, Na alisema, Baba, if it is possible, take away this cup from me. kama inawezekana, toa kikombe hiki kwangu. And then he said, Wacha nisema, the flesh is weak, mwili udhaifu,
but the spirit is willing. lakini roho iradhi. And then from that point on, Lakini toka kwenye hatua hiyo he left that place, alitoka mahali and pale, the Holy Spirit naye Roho Mtakatifu took him straight to the cross akampeleka moja kwa moja and msalabani crucified him there. na akamsulubisha pale. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. And then when he went down, Kisha alipoelekea kule, the same Holy Spirit resurrected him. Roho Mtakatifu yule yule alimfufua. The same Holy Spirit Roho Mtakatifu yule yule that had brought him to Bethlehem. ambaye alimpeleka Bethlehemu. So you fear that Basi mnaogopa hayo, because Jesus had no sin. maana Yesu hakuwa na dhambi. He only showed us the way to the Father. Alituonyesha tu njia kuelekea kwa Baba, And he said the way to the Father na akasema njia kuelekea kwa Baba passes through the cross. inapitia And msalaba. I have said Na nimesema that if you receive the Holy Spirit today, ya kwamba ukimpokea Roho Mtakatifu he leo, must crucify your flesh. lazima asulubisha mwili That wako. is what the church fears. Hiyo ndio kanisa linaogopa. The church fears crucifixion of her flesh. Kanisa linaogopa kusulubisha mwili wake, Because when you crucify the flesh, kwa sababu unaposulubisha the mwili, spiritual being is born. kimutu wa roho anazaliwa. That's what Jesus told Nicodemus. Hivyo ndivyo Yesu alimwambia Nikodemo. He told Nicodemus, Alimwambia Nikodemo, you must be born again. lazima uzaliwe mara tena. That is the new birth. Hiyo ndio kuzaliwa mara tena, That the old you, the flesh is done. ya kwamba utu wako wa kale umetoweka, The new you, the spirit is here. utu wako upya, roho yuko Because hapa. the clock that I saw in heaven Kwa sababu saa niliyoona mbinguni is a spiritual clock. ni saa ya kiroho. The time I saw, Saa niliyoiona, the reason I can't know what time it is on the earth, sababu ambayo siwezi jua inamaanisha nini ulimwenguni, because it's a spiritual clock. ilikuwa saa ya kiroho. The wedding of the Lamb Harusi ya is a mwanakondoo spiritual wedding. ni harusi ya The kiroho. kingdom of God Ufalme wa is a Mungu spiritual kingdom. ni ufalme wa kiroho. The Messiah, the bridegroom, Masihi bwana harusi is a spiritual man, ni mtu wa kiroho, spirit-filled man. mtu aliyejawa roho. And the perfect bride of Christ Na bi harusi mkamilifu wa Kristo must be a spiritual church. lazima awe kanisa la kiroho. And if you are spiritual, Na kama wewe ni wa kiroho, that means you have received the Holy Spirit. inamaanisha umempokea Roho And Mtakatifu. when you receive the Holy Spirit, Utakapompokea Roho Mtakatifu, this is what he does. hiki ndicho He anachotenda. reveals more and more of the person of Christ to you. Anakufunulia zaidi na zaidi ya mtu wa Kristo ndani mwako. In other words, he reveals Kwa maneno mengine anakufunulia more and more of the holiness of Christ in you, to you. zaidi na zaidi ya utakatifu wa Kristo ndani yako, kwako, And causes you na to anakusababisha conform more and more to the holiness of Christ until you reach same stature, same height, telos, uingiaji zaidi maduro, maduro mature. mkomavu. Listen, Sikiza, there is a problem in the church. kuna shida ndani ya kanisa. Today's church is busy buying oil on TV. Kanisa la leo linashughulika na kununua mafuta kwa runinga. They are saying, if you want the anointing like mine, buy 2 bottles and each one is 10,000 Kenya shillings and then you will get it. Wanasema kama unataka upako maradufu kama wangu, ni ununue chupa hizi 2 ndogo na kila moja ni shilingi 10,000, alafu utaipata. He's saying, precious people, Anasema watu wa dhamani, that at this hour, ya kwamba kwenye saa hii it is going to be important inaenda kuwa ya muhimu, that you ask yourself one question. ya kwamba ujiulize swali moja: Am I really covered by the blood of Jesus? je, nimefunikwa kweli na damu ya Yesu? Many pastors are not covered by the blood of Jesus. Wachungaji wengi hawajafunikwa na damu ya Yesu. Many sheep are not covered by the blood of Jesus. Kondoo wengi hawajafunikwa kwa damu ya Yesu. Because when you are covered, Maana unapofunikwa, it has ultimate power. ina nguvu ya juu It zaidi, will deliver you. itakukomboa. Even if everything is not finished today, Hata
hata kama kila kitu hakijamalizika leo, you are a work in progress. uko kazi inaendelea. Work in progress. Kazi inayoendelea. Working progress. Kazi inayoendelea. From glory to glory. Toka utukufu hadi mwingine. Until you are mature. Hadi utakapokoma. Our time is over. Wakati wetu umekwisha. Thank you so much, precious people. Asante sana watu wa dhamani. The Messiah is coming. Masihi yuaja. I have seen the coming of the Messiah. Nimeona kukuja kwa Masihi. Today is another day. Leo ni siku nyingine. I've seen a tremendous healing service. Nimeona uponyaji wa kushangaza hapa ibada. And the Lord was showing me Doreen, the way she was climbing here. Na Bwana alinionyesha Doreen akipanda hapa. Before I came. Kabla nije. So I'm going to pray. Basi naenda kuomba. But precious people, lakini watu wa dhamani, I know that you received the Lord in the day. Najua mlimpokea Bwana mchana. Unless there are people who have entered here now. Isipokuwa kama kuna watu ambao wameingia sai. Are there people that came in who want to receive the Lord? Je, kuna watu waliokuja jioni wanataka kumpokea Bwana? Everybody stand up on your feet. Kila mtu simama miguuni pako. That we may honor the Lord. Ili kwamba tumheshimu Bwana. And receive him. Na tumpokee. Those who want. Wale wanaotaka. Starting the new year. Wakianza mwaka mpya. By receiving Jesus. Kwa kumpokea Yesu. How awesome. Ni ajabu kiasi gani. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hands high and repeat this. Inua mikono yako juu zaidi na urudie hii. Say, dear Jesus. That is very low. Dear Jesus. Yesu mpendwa. Tonight. Usiku wa leo. Is a new year. Ni mwaka mpya. And this year. Na mwaka huu. I repent. Ninatubu. Of all sin. Dhambi zote. And receive you. Na kukupokea. In my life. Maishani mwangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And Savior. Na Mwokozi. Establish holiness. Imarisha utakatifu. In my life. Maishani mwangu. Establish your word. Imarisha neno lako. In my heart. Moyoni mwangu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. This year. Mwaka huu. Going forward. Kuendelea. I am born again. Nimeokoka. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you.